Hallelujah, hallelujah. Hallelujah wherever you are. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni rafiki yako Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel wa madhabahu ya Shiloh Prayer Center and Church iliyoko Maina jijini Mwanza, jirani na shule ya wasichana ya Alliance Girls. Kwa neema ya Bwana siku ya leo tumepata neema na kibali cha kuwa mahali hapa live katika redio hizi, na Bwana Mungu anakwenda kukuhudumia kwa namna isiyo ya kawaida. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu ya ibada ya siku ya leo imekuwa nzuri sana. Tumemwona Bwana katika madhabahu yake. Bwana ameonekana kwa namna ya ajabu katika ujumbe wa Injili, ameonekana kwa namna ya ajabu katika maombezi. Watu wamefunguliwa na wamewekwa huru kabisa. Watu wameponywa na watu wametendewa na Mungu wa mbingu na nchi. Lakini pia tumemwona Mungu katika eneo la sifa na maabudu. Tumemwona Mungu kwa namna ya ajabu na tofauti sana. Tumemwona Mungu pia katika unabii, jiza na ajabu. Tunamtukuza Mungu kwa sababu ya rehema zake. Kwa tunambariki Mungu kwa sababu ya ibada ya siku ya leo, na tunamshukuru Mungu sana. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii nzuri ambayo Mungu ametupatia tena kuwa hapa katika studio hizi za redio hii. Na popote pale ulipo, ninakusalimu katika jina safi la Yesu Kristo. Nitarudia tena, majina yangu naitwa Evangelist Emmanuel Panuel wa madhabahu ya Shiloh Prayer Center and Church. Kwa neema na rehema za Bwana tuko pamoja usiku huu. Na natamani tu kwa rehema za Mungu na neema tuweze kujifunza mambo mbalimbali. Tulikuwa tumeshaanza mfululizo wa somo letu zuri linaloitwa kibali cha kiungu. Na kwa sababu tumeshaanza somo hilo, na nafikiri hii itakuwa ni sehemu yetu ya 3. Sehemu ya kwanza tulijifunza kwa njia ya mtandao, sehemu ya kwanza tulijifunza kwa njia ya mtandao, sehemu ya pili tulijifunza hapa redioni, sehemu ya 3 tumejifunza leo kanisani, na hii itakuwa ni sehemu yetu ya 4. Sehemu yetu ya 4 ya somo linaloitwa kibali cha kiungu. Na masomo haya yote mfululizo wake unaweza ukaupata kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Ukiingia YouTube utaandika Shiloh Prayer Center and Church, Shiloh Prayer Center and Church, ama utaandika Evangelist Emmanuel Panuel, Evangelist Emmanuel Panuel. Ukiandika Evangelist Emmanuel Panuel au ukiandika Evangelist and the Apostle, Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel, utapata mafundisho mengi na neema ya Mungu iliyo kubwa itakufunika. Utakutana na shuhuda mbalimbali, maabudu, kusifu na mafundisho mengi sana ambayo yatasaidia maisha yako ya kiroho. Kabla tujaanza, acha tuombe, tuite uwepo wa Mungu hapa mpaka hapo nyumbani kwako ulipo, ili Mungu akufunike. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, wewe ni Mungu, zaidi yako hakuna Mungu mwingine kama wewe. Nguvu ni zako, uwezo ni wako, mamlaka ni yako, enzi ni yako, heshima ni yako na utukufu ni wako. Nguvu ni yako Bwana, maana wewe ndiwe ngome na niwe mwamba kwa wote waliokukimbilia. Tunakutukuza kwa sababu ya siku nzuri ya leo ya Jumapili ambayo Bwana umetupa neema na umetuleta tena mahali hapa katika redio hizi. Na Bwana Yesu, kuna watu wako nyumbani ambao tulikuwa nao kanisani wanasikiliza. Lakini pia kuna watu wako nyumbani ambao labda hawakupata nafasi ya kufika kwenye madhabahu yako, lakini wanayo nia, wanatamani kufika kwenye madhabahu yako, pia wanasikiliza. Ninauliza rehema, ninauliza neema yako, nauliza mguso, nauliza nguvu yako, nguvu ya jina lako, nguvu ya damu yako na nguvu ya neno lako ikamfunike kila mtu popote pale alipo, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninatuma damu ya Yesu Kristo aliye hai ikamfunike kila mmoja, ikamwatamie kila mmoja, ikamzingile kila mmoja, ikamguse kila mmoja. Na zaidi yote Bwana, tunauliza roho ya hekima na ufahamu ikatufundishe na kutuhekimisha katika jina safi la Yesu Kristo. Nimeomba hayo nikiamini kwamba Mungu uko na wewe, Mungu unawapa thawabu kutafutao. Amen, amen and amen. Labda kama ndio umeanza kutusikiliza sasa hivi, majina yangu naitwa Evangelist and Apostle Emmanuel wa kanisa na madhabahu ya Shiloh Prayer Center and Church. Kwa neema ya Mungu, madhabahu ya Bwana iko maeneo ya jiji la Mwanza, mtaa wa Maina, jirani na shule ya wasichana Alliance Girls. Wacha tuanze mafundisho haya ambayo ni sehemu yetu ya 4 inayohusu kibali cha kiungu. Niwaambia siku moja Bwana akaniambia
sijahubiri bado. Nikamuuliza Mungu, mbona nahubiri kila siku? Mungu akaniambia anataka niwafundishe watu wake kuhusu kibali cha kiungu. Kibali cha kiungu. Na wacha sasa nikufundishe kibali cha kiungu, na ninajua kibali kinakwenda kufunika na maisha yako yanabadilika kabisa. Nilikufundisha mara kwanza na kukwambia kuna na haujaanza maisha kama bado hujapata kibali. Na maisha yatakuwa ni mazito kama hujapata kibali. Maisha hayatakuwa na wepesi kama hujapata kibali. Nikafundisha hapa nikasema kama hauna kibali ujue hauna mwendo. Kwa sababu nikakwambia pia watu hubarikiwa na Mungu kupitia watu. Mungu atakuja na mbawa zake kutoka mbinguni akashuka akakubariki. Mungu atakubariki kupitia watu. Kwa hiyo saa ambayo kibali kitafunuliwa kwako ndio saa ambayo utaona neema ya Mungu na miujiza na matendo makuu ya Mungu yakifunuliwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo namna ambayo kibali cha Mungu kitafunuliwa kwako inaakisi pia maisha uliyobeba. Maisha yako yanaakisi kibali ulichonacho. Hauna maisha kama hauna kibali. Hauna hatima nzuri kama hauna kibali. Haujafikia hapo ulipotaka kufikia kama hujakipata kibali. Na kuna watu vibali vyao vimeibiwa, kuna watu vibali vyao vimepigwa. Kuna watu shetani ameiba vibali vyao, kuna watu adui amechukua vibali vyao. Kuna watu shetani ameiba vibali vyao. Nami katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu leo ninatangaza, I declare and I decree the return of the favor in the mighty name of Jesus. Kibali chako kirejeshwe mara 7 kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana ishuke na kibali chako kirudi. Nguvu za Bwana zishuke na kibali chako kilegeshwe. Nguvu ya Mungu ishuke na kibali chako kilegeshwe. Bwana Mungu wa mbingu na nchi arejeshe kibali chako. Mbingu zikufunike na mbingu zikuatamie. Mbingu zikulinde na mbingu zikuongoze katika jina la Yesu aliye hai. Pendwa msikilizaji, kibali kinaakisi maisha tulionayo. Na kibali, usipokuwa na kibali hauna maisha. Nimefundisha leo wakati na ubiri kanisani nikawaambia kuna kitu kinaitwa spiritual transactions, miamala ya kiroho. Kuna watu wameibiwa vibali. Nikawaambia kanisani ya kwamba ukitaka kujua kuhusu spiritual transaction, miamala ya kiroho, muulize Yusufu alipokuwa kwa Labani. Muulize Yakobo alipokuwa kwa Labani. Labani akamwambia Yakobo, naomba usiondoke hapa kwangu, maana nimejua nabarikiwa kwa sababu yako. Kwa hiyo Yakobo akataka Labani akataka Yakobo asiondoke kwa sababu Yakobo ana kibali. Kwa hiyo baraka zinakuja kwa Labani kwa sababu ya Yakobo. Nataka nikwambie katika jina la Yesu, yeyote aliyeiba kibali chako akirejeshe tena mara 7 kwa jina la Yesu. Tunakwenda paka kwenye malango ya wachawi na vikizingiti vyao. Tunakwenda paka kwenye majumba yao na madhabahu zao. Tunachukua kibali chako aliyekiiba kikarejeshwe mara moja kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa spiritual transactions, miamala ya kiroho. Miamala ya kiroho. Unabadilishiwa kibali, kibali chako kinaibiwa. Mtu aliyeibiwa kibali, ndoa lazima itamsumbua. Mtu aliyeibiwa kibali, kazi lazima itamsumbua. Mtu aliyeibiwa kibali, hatima itamsumbua. Mtu aliyeibiwa kibali, huduma itamsumbua. Mtu aliyeibiwa kibali, biashara itamsumbua. Unaona unafanya biashara nzuri na uko sehemu nzuri, site uliopo ni nzuri, wateja unaonekana eneo lina mzunguko, lakini wewe upati wateja, upati faida, upati manufaa. Unafanya kazi muda mrefu, hauna mwendo, uko pale kila siku, uko vile kila siku, hauongezeki. Kibali chako kimebebwa na kutangazia kwa jina la Yesu. Kibali chako kinarejeshwa mara 7 kwa jina la Yesu. Nisikilize nikwambie ndugu yangu, ulimwengu unatembea zaidi kiroho kuliko unavyotembea kimwili. Unaona watu wanatembea barabara, lakini ulimwengu unaongea zaidi kwenye ulimwengu wa roho kuliko kwenye ulimwengu wa mwili. Na nilishasema siku moja nikwambia, Mungu anasikia sana mawazo kuliko anavyosikia hata midomo yetu inavyoongea. Ndio maana kuna watu wanasema wanampenda Mungu, lakini maandiko yanasema wao wanasema midomoni mwao kwamba wananipenda, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Kwa hiyo Mungu haangalii midomo, Mungu anaangalia mioyo. Na dunia haitembei kwa midomo, dunia inatembea kwa mioyo. Ulimwengu wa roho usikii midomo, unasikia mioyo. Siku moja nikawa namchekesha mtu mmoja nikamwambia, kama Mungu angeweka maspika moyoni, ungesikia watu waliomo kanisani au walioko sehemu zingine mawazo yako pembeni kabisa na ibada. Kwa hiyo saa yote ambayo unaona shetani anakuibia mawazo, ujue na kuibia ibada yako. Hiyo ilikuwa ninakuongezea tu, lakini nataka ujue kwamba ulimwengu unaendeshwa kiroho zaidi ya vile unavyoendeshwa kimwili. Ulimwengu unatembea kiroho zaidi ya vile unavyotembea kimwili. Bwana akupe neema ya kujua, kuelewa na kufahamu. Lakini katika jina la Yesu Kristo ninakitamkia kibali chako kirejeshe mara 7. Kwa hiyo kuna watu wanaibiwa vibali. Kuna hiyo kitu nimekuambia, kuna kitu kinaitwa spiritual transactions, miamala ya kiroho. Vibali vinabadilishwa. Hujawahi kusikia watu wanasema nyota yake imeibiwa? Actually hivi vitu ukiwaeleza wanajimu na wasoma nyota, hakuna asiyeelewa hichi kitu kinachoitwa spiritual transaction. Miamala
Watu wanabadilisha. Aliyekuwa anatakiwa aolewe anaolewa mwingine asiyetakiwa kuolewa. Aliyekuwa anatakiwa afaulu hafaulu, alafu anafaulu mwingine ambaye hakutakiwa kufaulu. Aliyekuwa anatakiwa apate kazi hapati kazi, anapata mtu mwingine ambaye hakutakiwa kupata hiyo kazi. Aliyetakiwa aongezwe cheo haongezwi cheo, anaongezwa mwingine aliyetakiwa ambaye hakutakiwa kuongezwa. Kuna mtu anasema kabisa, mwanangu alikuwa na akili, alikuwa na ufahamu, lakini ameenda chuo, amerudi amekuwa muhuni, anatumia madawa ya kulevya, ameacha kazi. Mwingine ameenda kazini, mtu mwingine anafanya kazi mwezi mmoja, miezi miwili, shetani anamuibia, anaacha kazi ama anafukuzwa kazi. Na kutamkia kwa jina la Yesu, kibali chako kirejeshwe, kirudi tena kwa jina la Yesu, kirudi tena kwa jina la Yesu, kirudi tena kwa jina la Yesu. Wakati ndipo kwenye ibada ya siku ya leo, nimefundisha kwa habari za Ezra, nikafundisha kwa habari za Yusufu, na nikafundisha pia kwa habari za Esther kidogo. Lakini kuna mambo fulani ambayo nataka nikuongezee hapa, na hata wewe ambaye unasikiliza hapo nyumbani itakusaidia. Hata wewe ambaye uko kwenye madhabahu ya Bwana pia itakusaidia. Tukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 39 na mstari ule wa 2, tutaona kuhusu Yusufu na maisha yake, jinsi ambavyo Yusufu alitembea kwenye kibali cha Mungu. Soma kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 2, maandiko yanasema, Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akafanikiwa, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akafanikiwa, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Unaweza ukaona kibali cha Mungu kinaweza ikatembea na wewe hata kama unafanya kazi ya kudhalauliwa, hata kama unafanya kazi mbaya, hata kama unaona kazi yako sio nzuri, lakini kibali cha Mungu kitembea na wewe, utabarikiwa na kazi yako hiyo na Mungu ataanza kukuinua hapo. Kuna kitu nimeongea leo kanisani, nikawaambia kitu kimoja, nikasema maandiko yanasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8, maandiko yanasema utamkumbuka Mungu wako, yeye akupae nguvu ya kupata utajiri. Nikasema hivi, utajiri atupati kwa sababu ya pesa, au upati wewe shida yako unayokufanya usifike unakotaka kufika sio kwa sababu una pesa, lakini ni kwa sababu hauna nguvu ya kupata utajiri. Nikawapatia mfano, nikasema kuna mtu anapata mshahara wa milioni 2 hajajenga, alafu kuna mtu anapata mshahara wa 500,000 amejenga. Ina maana kumbe utajiri haimaanishi pesa, inamaanisha nguvu ya kupata utajiri. Ndio maana dunia inaongozwa kiroho. Kama unafikiri utajiri ni jambo la mwilini, utachelewa sana. Utajiri, fedha na heshima, maandiko yanasema utajiri na heshima viko mikononi mwa Mungu. Kama viko mikononi mwa Mungu, maana yake ni jambo la nini? La kiroho. Sasa changamoto ya watu inakuja hapa, watu wanasema utajiri na heshima viko mikononi mwa Mungu. Unakuta mtu anaomba tu, utajiri na heshima viko mikononi mwa Mungu. Mimi najua ni tajiri. Nisikilize, hatuishii hapo. Nilikuambia prayer is not a substitute of other principles. Maombi sio mbadala wa kanuni zingine. Kuna kanuni zingine na zingine na zingine na zingine, na nitakufundisha kwa neema ya Mungu. Lakini kanuni nyingine ya kufanya ufanikiwe, unahitaji kukiomba kibali cha Bwana kikufunike. Kwa hiyo naona hapa anasema, na Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akafanikiwa, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Kwa hiyo hapa Yusufu alikuwa anafanya kazi ya houseboy, kazi ya uyaya, kazi ya kuosha vyombo, kazi ya kufua nguo, kazi ya kudeki nyumba, kazi ya kupanga kabati. Yusufu akabarikiwa ile hali anafanya kazi ya houseboy kwenye nyumba ya nani? Ya Potifa. Kwa hiyo kwenye kazi yote ile unayofanya, ninakutamkia baraka za Mungu zikufuate. Wewe ni bodaboda, nakutamkia baraka. Wewe ni muuza chapati, nakutamkia baraka. Wewe ni mamalishe, nakutamkia baraka. Unafanya shooting, nakutamkia baraka. Wewe ni mwanamuziki, nakutamkia baraka. Wewe ni mtu wa media, nakutamkia baraka. Wewe ni mtu wa biashara ndogo ndogo, nakutamkia baraka. Ni mjasiriamali, ni mfugaji, nakutamkia baraka. Maandiko yanasema, una nini mkononi mwako? Hiyo kazi ulionayo ndio fimbo yako. Mungu akamuuliza Musa, una nini mkononi mwako? Musa akamwambia Mungu, ninayo fimbo. Mungu akamwambia Musa, nyoshe fimbo juu ya bahari, nayo bahari itapasuka. Nami nakutamkia kwa jina la Yesu, hiyo kazi yako ulionayo ambayo watu wanaidharau, hiyo ndiyo fimbo yako. Utainyosha juu ya maisha na maisha yataleta njia. Bwana atafunua kibali. Hata kama kazi yako ni ndogo, hata kama kazi yako inadharaulika, Bwana akileta kibali, utaona faida zinakuja, utaona matunda yanakuja, utaona manufaa yanakuja, utaona faida zinaporomoka, utaona jinsi unavyoinuliwa, utaona jinsi unavyobarikiwa, utaona jinsi unavyoinuliwa. Na kutamkia hayo kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli awe Mungu wako, na ngome za Yesu zikufunike. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya 39 mstari wa 4, maandiko yanasema, Yusufu akapata kibali machoni pa bwana wake, akamtumikia.
naye akamfanya msimamizi wa nyumba yake. Kwa hiyo unaweza ukaona Yusufu alianza houseboy, akapata kibali, akabarikiwa. Mstari wa 4 ania houseboy akapata kibali zaidi mbele za macho ya nani? Ya bosi wake. Yusufu akapandishwa cheo, akaambiwa awe msimamizi wa nyumba yote ya nani? Ya Potifa. Kwa hiyo kibali cha Mungu kufunike popote pale ulipo. Alafu ukisoma mstari wa 41, hapa Yusufu alipitia mambo mengi, akaenda mpaka gerezani. Ukisoma mstari wa 40 utaona akaenda mpaka gerezani kwa sababu ya jaribu alilopata kwa mke wa Potifa. Amekaa gerezani, alipokuwa gerezani akapata kibali, akawa mkuu, akawa kiongozi wa wafungwa wenzake. Maana yake tungetumia lugha ya Kiswahili wanaita wanyampala. Akawa mnyampala kule gerezani. Alipokuwa usiboi alipata kibali, akabarikiwa. Akawa usiboi akapata kibali, akawa mkuu wa nyumba. Lakini akapata changamoto, akafungwa, akaenda gerezani, akapata kibali, akawa kiongozi wa wafungwa wengine. Lakini baada ya kutoka gerezani, mstari wa 41, sura 41 mstari wa 39 mpaka 40, maandiko yanasema nini? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu wako amekuonyesha hayo yote, hapana mtu mwenye akili na hekima kama wewe. Hapana mtu mwenye akili na hekima kama wewe. Yusufu ameonyesha mambo na Mungu. Ndoto ameota Farao, hakuna mtu aliyetafsiri. Waganga wakashindwa, wachawi wakashindwa, walozi wakashindwa, wasoma nyota wakashindwa, waabudu sanamu wakashindwa, watu wa miungu wakashindwa. Yusufu akatafsiri ndoto. Unaona Farao anamwambia nini? Anamwambia hakuna mtu mwenye hekima na akili, hakuna mtu mwenye hekima na akili kama wewe. Na ukiendelea kusoma utaona Farao anamweka Yusufu juu ya nyumba yote ya Misri, na anamweka juu ya ufalme. Yusufu anakuwa waziri mkuu. Mtu aliyetoka gerezani anaenda bungeni, anaenda kwenye uwaziri mkuu. Haitakiwi. Kibali cha Mungu kikifunuliwa kwako kinaenda beyond principles za kibinadamu. Kibali cha Mungu kikifunuliwa kwako kinaenda zaidi ya kanuni za wanadamu. Hebu tuone kwa ufupi sana kwa sababu ya muda. Tutakuwa hapa tena siku ya Ijumaa muda wa saa 2 kamili usiku, tutakuwa hapa Ijumaa. Kwa hiyo nataka nikimbie kidogo, tutaendelea tena siku ya Ijumaa, lakini tutakuwa tunaendelea kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ukiandika Evangelist and Apostle Emmanuel utaona, ukiandika Shiloh Presbyterian Church pia utaona. Kwa ufupi sana tuzungumze kuhusu Daudi jinsi ambavyo Bwana alimpatia kibali. Ukisoma kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ile ya 17 mstari wa 12 mpaka wa 13, Bwana akamwambia Samueli, ondoka umtie mafuta, maana ndiye huyu. Roho wa Bwana akamjia Daudi tangu siku ile na kuendelea. Daudi alikuwa na ndugu zake wengi, lakini ikafika saa ya kupakwa mafuta ya ufalme. Kuna ndugu zake wameshakaa jeshini, kuna ndugu zake wameshawahi kupiga vita, kuna ndugu zake akina Eliabu ni wataalamu wa vita, ndugu zake ni wasomi, yeye ndiyo mdogo. Maandiko yanasema ukisoma vizuri, tena alikuwa ni mwekundu, yani bado balubalu, alafu anakaa nyikani anachunga kondoo. Kaka zake wako huko maofisini, wako vitani, wako akina Eliabu ni wakubwa, wana ufahamu, wana akili, wana elimu ya Israeli, lakini yeye yuko machungani anachunga kondoo. Lakini kibali cha Bwana kilipokuja, maandiko yanasema Roho Bwana akaingia ndani ya nani? Ya Daudi alipopakwa mafuta. Kwa hiyo Roho Bwana akiingia ndani yako, unaweza kufanya vitu ambavyo dunia isingeweza kufanya na wala isingedhania kama unaweza kufanya. Nataka nikutie moyo popote pale ulipo, Roho Bwana akiingia ndani yako atakusaidia, atakushindia na kukuwezesha. Ukisoma pia kitabu cha Samueli hii sura ile ya 18 mstari wa 14, maandiko yanasema Daudi akafanikiwa katika njia zake zote, kwa maana Bwana alikuwa pamoja naye. Kufunuliwa kibali maana yake ni kuwa pamoja na Bwana. Kuna biashara unafanya, lakini kama hiyo biashara ukianza kufanya hiyo biashara na Mungu, utaona neema. Wewe unafanya kazi, lakini kuna saa ikifika ukaanza kufanya kazi na Mungu, utaona maajabu. Wewe ni mchungaji, lakini kama siku ikifika ukaanza kuchunga, ukaanza kufanya kazi ya Mungu na Mungu. Kuna watu wanafanya kazi ya Mungu na kuna watu wanafanya kazi ya Mungu na Mungu. Ukianza kufanya kazi ya Mungu na Mungu, kuna vitu utaona na miujiza na maajabu yatakayofanya kwenye maisha yako, ya ajabu na ya ajabu na ya ajabu sana. Naitwa Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel wa madhabahu ya Shiloh Prayer Center and Church. Kwa ufupi sana tumeshirikishana maneno hayo ya Mungu, na ninaamini kuna kitu cha kimungu ambacho kimeingia ndani yako ambacho hukuwa nacho mwanzo. Namba zetu za simu ikiwa unataka kufika kwenye madhabahu ya Bwana ni 06 18 67 12 73, 06 18 67 12 73. Namba hizo ukipiga utapata maelekezo mazuri. Lakini kwa watu walioko jiji la Mwanza, ikiwa unataka kufika kwenye madhabahu ya Bwana, kama uko Kisesa, panda magari yanayokuja mjini,
alafu ushukie kituo cha Buzuluga. Ukishuka Buzuluga stendi, tafuta, angalia bajaji zinazokwenda Mahina, uliza bajaji zinazoenda Mahina. Panda bajaji zinazoenda Mahina, nauli yake ni 500. Kwa njia rahisi kabisa, ukifika piga simu 0618671273. Namba hizo ni namba za huduma, zinapatikana muda na masaa yote. Na utakapofika kwenye madhabahu ya Bwana utakutana na Mungu, nguvu ya Mungu itakufunika, uwepo wa Mungu utakufunika, neema ya Mungu itakufunika, maarifa, hekima za kimungu, neema na mambo mengi mbalimbali ambayo Mungu atasema na wewe na kukuhekimisha na kukujulisha yanayohusu maisha yako. Haleluya. Mungu atasema na wewe katika unabii, atasema na wewe katika neno la Mungu, lakini pia utaombewa, utafunguliwa kwenye kifungo chochote ambacho kimetesa maisha yako. Kwa kusema hayo kwa muda huu mfupi, kama umeshaandika hizo namba, ninaweza nikaanza kupokea meseji chache na baadaye nitapokea simu, lakini wacha tusikilize ushuhuda huu wa dada huyu ambaye alipatwa na ugonjwa wa kansa baridi. Kwa mujibu wa madaktari, kansa baridi, cold cancer, na ilikuwa ni kansa baridi kwenye ziwa, lakini Bwana akafanya na sasa ni mzima, mwenye afya njema. Wacha tusikilize ushuhuda huu alafu tutaendelea. Wa 10 2024 nilikuwepo nyumbani, ilikuwa majira ya asubuhi saa 3. Nikamwambia mama yangu niliyekuwa naye pale nyumbani, nikamwambia mama, ninasikia kama nina uvimbe. Akaniuliza sehemu gani? Nikamwambia kwenye ziwa la mkono wa kulia. Akasema una uhakika? Akasema ndio. Mama alishtuka kwa pale tulipokuwa nyumbani, alishtuka sana, na baada ya kushtuka akapiga simu, akampigia baba, akampigia kaka yangu, akamwambia kwamba Glory amesema ana uvimbe sehemu fulani. Wakashtuka sana, maana wanasema ni kansa ya titi. Sasa hiyo siku na mimi walipoanza kunielezea pale, nikaogopa, nikalia sana, lakini wakaanza kunitia moyo, wakaniambia usiogope, Mungu wa Shilo anaweza akafanya mambo makubwa juu yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo siku niliogopa sana na nilitetemeka kusikia kwamba huenda inaweza ikawa kansa. Nilishtuka sana moyoni na nikawaza mengi, yani nikajiuliza imetoka wapi. Lakini baada ya kumweleza Mungu wa madhabahu hii shida ile niliyokuwa nayo, tukaenda hospitali, nikafanywa operation na ikatolewa, nikawa mzima na nikapona mpaka leo. Mimi ni mzima wa afya, namshukuru Mungu wa madhabahu ya Shilo. Tumpe Yesu makofi tu ya ushindi. Haleluya. Shangilie Yesu tu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Amen. Haleluya. Aliyemponya huyo kansa baridi akuponye na wewe kwa jina la Yesu. Amina. Nasema akuponye na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Aliyempa ushuhuda akupe na wewe ushuhuda kwa jina la Yesu. Kama kuna mwingine, nyosha mkono wako upatiwe mic. Haleluya. Karibu mshukuru Mungu. Haleluya. Kwa ufupi sana, nafikiri umesikia ushuhuda huu. Dada huyu alipatwa na changamoto ya kansa baridi, na Mungu akamponya na kumfungua kabisa. Mungu ni Mungu aponyaye. Una changamoto gani? Una shida gani? Una maradhi gani? Unaumwa nini? Mpe Mungu shida hiyo, mpe Mungu changamoto hizo. Yeye atakuponya, atakufungua na kukuweka kuwa huru, na utakuwa huru kabisa. Popote pale ulipo, uko Kisesa, uko Nyashishi, uko Bujingwa, unatoka Usagala, unatoka Ndofwe, unatoka Ukelewe, somewhere Usengerema, choma nauli, choma shida, choma nauli, choma matatizo. Tukutane kwenye madhabahu ya Bwana, mahali ambapo wengi wanafunguliwa, mahali ambapo wengi wanapona.
Tumeshasikia shuhuda nyingi sana tangu tumekuja kwenye redio hii, na nimesha kupatia kusikiliza shuhuda nyingi. Kama ni mfuatiliaji wa vipindi hivi, nimesha kupatia ukasikiliza shuhuda nyingi. Kweli Bwana anatendea watu. Tumeshasikia ushuhuda yule mama ambaye alipata shida kwenye uti wa mgongo. Tumesikia ushuhuda wa yule mama ambaye alikuwa amelishwa kitu tumboni kikatoka. Ambaye kama ameugua miaka 4 madonda ya tumbo, alafu ni madonda ya tumbo ambayo yamekaa kwenye namna ya kipepo. Tumeshasikia shuhuda nyingi zingine nyingi, na ziko nyingi zitaendelea. Nitaendelea kupatia, nitaendelea kusikia. Uendelee kusikia, maana imani maandiko yanasema imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Kristo. Na pote pale ulipo, una magonjwa ya aina gani, mkabidhi Yesu. Una changamoto ya aina gani, mkabidhi Yesu. Ndoa imekuwa changamoto, mkabidhi Yesu. Ama afya imekuwa changamoto, mkabidhi Yesu, na Yesu wa Nazareti atakusaidia, atakufungua na atakuponya kabisa na kuhakikishia. Popote pale ulipo, namba zetu ni 0618 67 12 73, 0618 67 12 73. Hizo ni namba za huduma, lakini pia ni namba ambazo unaweza ukapiga hapa redioni. Huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe mchungaji, naitwa Rebeka Fredi. Naomba uniombee niweze kupata mtoto. Katika jina la Yesu Kristo, kamata tumbo lako Rebeka. Ninaachilia neema ya Mungu na nguvu ya Mungu ndani yako sasa. Ninaachilia upako. Yale maagano ya uzao ambayo Mungu alinipatia yakafanye kazi ndani yako sasa, na Bwana akupatie uzao katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hajatuambia Rebeka anatokea wapi, lakini neema ya Mungu ikufunike, afya njema ikuponye, na nguvu za Mungu ziwe ndani yako tangu sasa katika jina la Yesu Kristo. Nitapokea simu chache na nitasoma message chache, alafu nitaenda kwenye session ya maombi. Na hapo nitakuwa nimehitimisha kipindi hiki. Tutaonana tena siku ya Ijumaa sana wakati kama huu, nafikiri kuanzia saa 2. Yes, kuanzia saa 2 kamili tutakuwa mahali hapa siku ile ya Ijumaa. Yesu Kristo awafungue, Yesu Kristo akuponye, Yesu Kristo akuweke huru, Yesu Kristo akuondoe kwenye mitego ya giza na kuondoe kwenye mitego ya shetani. Huyu mwingine anasema, mtumishi, naomba tafadhali unaweza ukawa unajitambulisha. Anasema, mtumishi, naomba umuombe mama yangu ana matatizo mtumishi. Mateo kutoka Maboto na kuombea, na ninamwombea mama yako tangu sasa awe mzima, apone, na nguvu za Mungu zimfunike tangu sasa katika jina la Yesu. Unaweza kupiga simu yako pia. Anasema, mimi naitwa Fidea, natokea maeneo ya Buongwa. Nilikuwa nasoma, alafu baadaye akili zikapotea ghafla. Nilikatishwa ndoto zangu tena. Waga kichwa kinaniuma kila muda, sijui shida nini. Na kuombea neema ya Mungu ikufunike, damu ya Yesu ikuponye katika jina la Yesu. Fika kwenye madhabahu ya Bwana na Bwana atakufungua, na Bwana anao ujumbe wa kukupa na kukuweka huru kabisa. Anasema, naitwa Kilongo Omangati kutoka Kishiri, Mwanza. Mtumishi, nauliza kuwa kati ya jini na mizimu ni kipi kiliumbwa cha kwanza? Anauliza kati ya jini na mizimu ni kipi kiliumbwa cha kwanza. Sasa sijui anataka kujua nini. Sijui anasumbuliwa na mizimu. Huyu anasema, naitwa Eudo, naomba uniombee kwa ajili ya muda. Huyu mtu aliuliza majini na mizimu, nitamjibu siku ya Ijumaa. Sikiliza saa 2 kamili utapata majibu. Naitwa Eudo, naomba uniombee, kuna kitu kimenikaba koo na meza kwa shida baba, natoka Usagala. Eudo huyu angepiga simu tukamalizana na hii kesi hapa. Lakini kama hawezi kupiga simu, anza kujishika kwenye hilo koo kwa jina la Yesu. Natuma neno na ninatuma nguvu za Mungu sasa, uwe huru na uwe mzima. Huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe mchungaji, naitwa Peter kutoka Salawe. Na muombea mdogo wangu apate mke. Yesu ampe mke katika jina la Yesu. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe, naitwa Baraka, naomba uniombee nipate kazi, na kuombea Yesu Kristo akupatie kazi, na nitakuombea zaidi. Anasema, naitwa Mama Doli, napatikana Buongwa. Mtumishi, nasumbuliwa na tumbo, natoka uchafu mweupe sehemu za asili. Hali hii inanisumbua, nisaidie mtumishi. Fika kwenye madhabahu ya Bwana na ninakuombea neema ya Mungu ikufungue na ikuponye katika jina la Yesu. Tangu sasa uwe mzima na uwe huru.
Ukitoka hapa nenda uanze kujikagua. Maajabu yameanza kufanyika tangu sasa. Ninatuma neno la Bwana pale ulipo, katika jina la Yesu. Naona kuna simu inaita hapa. Karibu kwenye line. Hello. Hello. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Lamek, napiga simu kutoka Usagara. Karibu sana Lamek kutoka Usagara. Habari za huko? Karibu sana Lamek, tunakusikiliza. Habari za hapo studio? Tunamshukuru Mungu, ni mwema. Ndio, Mungu akubariki. Amina. Endelea kupiga simu yako. Huyu anasema naitwa Siwema James, niko Simiyu Busega, niombee nasumbuliwa na tumbo. Katika jina la Yesu, kutoka Simiyu Busega, natuma neno la Bwana mpaka huko uliko. Naachilia neema ya Mungu mpaka huko uliko. Naachilia nguvu za Mungu mpaka huko uliko. Tangu sasa umekuwa mzima, umekuwa mzima, umekuwa mzima, umekuwa mzima, umekuwa mzima, umekuwa mzima, umekuwa mzima kwa jina la Yesu. Naita Siwema James, niko Simiyu Busega, naomba niombee Mungu akuponye. Mchungaji, mimi ni Rebeka, naomba unielekeze kanisa lako lilipo, kanisa la Mungu lilipo. Kanisa la Mungu lipo maeneo ya Maina, jirani na shule ya Alliance Girls. Jirani na shule ya Alliance Girls. Popote unapotokea, fika Buzuluga, panda bajaji zinazokwenda Maina. Ukifika uliza Evangelist na Apostle Emmanuel, ama piga simu kwenye namba hizi. Siku ya Jumapili utakapokuja kanisani utapata huduma na utafikishwa kabisa kwenye madhabahu. Naitwa Haleluya, nimevunjika nyonga, niombe. Huyu mama wa machinjioni, Haleluya, kutoka machinjioni, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, inatuma nguvu ya Mungu mpaka hapo ulipo sasa kwa damu ya Yesu. Inatuma nguvu ya Mungu kwa damu ya Yesu mpaka hapo ulipo. Yesu akufungue, uwe huru na uwe mzima. Hiyo nasema baba. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Tekla kutoka Mwanza Bongo. Mimi nikipata mwanaume ananiacha, naomba uniombee. Nikipata mwanaume wananichezea tu, wananiacha. Pole mwanangu. Kuna kitu kinaitwa roho ya talaka na kuna kitu kinaitwa spiritual husbands. Na katika ulimwengu wa roho, ninaposoma message hii nasikia sauti, nasikia neno spiritual husbands, waume wa kiroho na waume wa kipepo. They are just there. Shetani anakutesa, lakini natuma nguvu ya Mungu tangu sasa mpaka hapo ulipo, ikufungue, ikuweke huru na ikuponye kabisa kwa jina la Yesu. Mungu akubariki msikilizaji ambaye umetuma message yako na umepiga simu. Ninatuma neema ya Mungu na neno la Bwana likufungue. Wacha nikuombee kwa ajili ya kuhitimisha kipindi hiki. Tukutane tena siku ya Ijumaa, muda wa 2 kamili ya usiku. Nguvu ya Mungu itakugusa, nguvu ya Mungu itakuponya na nguvu ya Mungu itakufungua. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tazama wasikilizaji popote pale walipo katika jiji la Mwanza na nje ya jiji la Mwanza, wengine wako Simiyu. Ninaachilia nguvu ya Mungu mpaka majumbani kwao. Ninaachilia nguvu ya Mungu mpaka hapo walipo. Ninaachilia moto na radi ya damu ya Yesu ikuponye popote pale ulipo. Ninatuma moto waliovunjika nyonga, ninazinyosha kwa damu ya Yesu. Ninazinyosha kwa damu ya Yesu. Utainuka hapo na kuanza kutembea katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu. Wenye matatizo mbalimbali, Yesu Kristo anakwenda kuwa mtatuzi wa matatizo hayo. Ninakutamkia baraka katika jina la Yesu Kristo. Mungu akuponye katika jina la Yesu. Amen. Amen and amen. Majina yangu ni Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel wa madhabahu ya Shiloh Presbyterian Church. Mungu akubariki. Namba za simu 0618671273. Unaweza ukaelekezwa vizuri mahali madhabahu ya Bwana ilipo, na nguvu ya Bwana, neema ya Bwana ikakufunika na kukugusa kabisa. Nataka nikuage, nibariki Jumatatu yako kwa jina la Yesu. Jumanne yako imebarikiwa. Jumatano yako itakuletea matunda. Alhamisi itakuletea taarifa njema. Ijumaa itakuletea habari njema. Jumamosi itakuwa njema, na Jumapili utakutana kwenye madhabahu ya Bwana. Choma nauli, choma shida, tukutane kwenye madhabahu ya Bwana. Bwana akuguse na Bwana akutendee. Shalom. Yeah.